Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutafahamu siri ya Yesu katika ufalme wa Yesu. Leo tutafahamu siri ya Yesu iliyopo katika ufalme wa Yesu. Tutaanza kufahamu ufalme ni nini. Ufalme ni nini? Ufalme ni utawala wa fikra, imani na matendo katika roho. Nitarudia. Ufalme ni utawala wa fikra, imani na matendo katika roho. Ufalme umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Ufalme huu unaozungumzia umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa nuru, na huu ndio ufalme mkuu kuliko zote. Ufalme wa nuru kiongozi wake ni Yesu Kristo. Tutarejea kitabu cha Isaya. Aliona maono mapema sana kabla ya kuja kwa Yesu Kristo ulimwenguni. Isaya 9 mstari wa 6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Baba wa milele, Mfalme wa amani, Mfalme wa amani. Huo ndio ufalme wa nuru, kiongozi wake ni Yesu. Lakini pia tutarejea kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 19 inasema, Yesu akaja kwao, akaja kwa kina nani? Kwa wanafunzi wake, akawajulisha, akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wanafunzi wake ni wapi? Ni wale wanaomwamini Yesu Kristo. Alikuja mara ya kwanza kwa wale wanafunzi 12 ndio, lakini mpaka sasa hivi wanafunzi wa Yesu ni wale wote wanaomwamini mpaka sasa. Natuambia hivyo kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi anatuambiaje? Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Unaona maana yake? Tumepewa mamlaka sisi kuwabatiza wanafunzi ambao bado ni wapya, kwa kuwanenea maneno na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na ufalme wake unatawala ndani yake, roho yake inahuishwa. Unaona, makao makuu ya Yesu Kristo ni mbinguni. Huyo ambaye ni mfalme anatawala mbingu na dunia, makao makuu yake ni mbinguni. Makao makuu ya Yesu Kristo ni mbinguni. Kupaa kwake Yesu Kristo ni shuhuda tosha. Hili halina shida, kila mtu anajua. Tukienda kwenye sifa za ufalme wa nuru, kitu cha kwanza ni haki. Kitu cha pili ukweli. Yani vitu ambavyo vinatambulisha ufalme wa nuru, yani wa Yesu Kristo. Yani nimesema kitu cha kwanza ni haki. Ukikuta mtu anapenda sana kutenda haki, anazungumzia kutenda haki, anazungumzia kutenda haki na anaitenda pia, huyo ujue moja kwa moja yule ni yuko katika ufalme wa Yesu Kristo, ambaye ndio Mungu Baba wa mbingu na dunia. Lakini ukweli, ukikuta mtu anapenda kusema kweli sana, yani afichi mambo, yule tambua kabisa yule ametawaliwa na Yesu Kristo. Na ndio utashangaa siku ya mwisho palapande itakapopigwa, utamuona ananyakuliwa. Lakini kitu kingine, amani. Utamkuta mtu anapenda amani. Yani amani maana yake anazungumzia amani kwa maana ya kwamba haki iwepo na ukweli, ndio amani inazaliwa. Huyo ujue moja kwa moja kabisa huyo ni mtoto wa Mungu wa mbinguni, na Yesu Kristo anatawala ndani ya maisha yake. Lakini utakuta mtu anazungumzia upendo. Yani upendo kwake, anatamani kufanya kitu kwa ajili ya wengi, watu wengi wanufaike. Huo ndo upendo. Maana yake huyo ni mtoto wa Mungu, ndiye anatawaliwa na Yesu Kristo. Lakini utakuta mtu wa msamaha, yani mtu akiomba msamaha anasamehe, yani anaachilia.
huyo tambua kabisa anatawaliwa na Yesu Kristo. Utakuta mtu wa toba maana yake anajiona mimi ni mdhaifu, anaomba Mungu amrehemu na kumsaidia na kumbadilisha. Huyo ni mtu wa toba muda wote. Jua huyo ni anatawaliwa na Yesu Kristo. Lakini kitu kingine cha 7, unakuta furaha. Anapenda sana watu wafurahie, na yeye pia anatamani kufurahi, kucheka na watu, hakunjamani sura kwa ajili ya watu. Ujue kabisa huyo anatawaliwa na Yesu Kristo. Na kadhalika, vitu viko vingi, lakini vitu vya msingi nimeleta kwa uwezo wa Roho Mtakatifu vitu vichache ili upate kujua sifa tu chache, angalau kufahamu kwamba sifa za huyu mtu anayetawaliwa na Yesu Kristo yukoje. Watu hawa wako duniani. Watu hawa wapo mpaka sasa hivi duniani, wanatawaliwa na Yesu Kristo vizuri kabisa, pure katika dunia hii tunayoishi. Ufalme wa pili ni ufalme wa giza. Kiongozi wake ni Shetani, makao makuu yake ni kuzimu. Ni kuzimu kivipi? Kipindi Shetani anataka kupindua kiti cha Mungu Mwenyezi, alimtupa chini akamleta duniani, na hapa duniani ndipo kuliko na kuzimu ile ambayo siku ya mwisho Mwenyezi Mungu atakapomtuma Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho kuja kuhukumu wema na wabaya, atachukua kuzimu pamoja na mauti na atazitupa kwenye jehanamu, na hiyo ndio itakuwa makao makuu ya Shetani milele na milele. Atatawala huko milele na milele, na utawala wake utakuwa ni wa mateso daima, kama jinsi apendavyo kutenda mateso kwa watu wa Mungu na watu wengine. Kwa hiyo tunaposoma tunashuhudiwa na neno la Mungu. Tutarejea kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 10, kinasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Umeona, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Umeona, chini ni kuzimu. Hii sauti iliongea ni sauti ya mitume ambao walikuwa wanaongea katika ulimwengu wa roho. Ndugu zetu maana yake sisi wote ni uzao wa Nuhu. Walikuwa wanazungumzia uhalisia kwamba Shetani ndiye anayewashtaki muda wote watoto wa Nuhu. Wengine wamekuwa mateka, wanatumikia ufalme wake. Lakini tutafahamu sifa za ufalme wa giza. Sifa za ufalme wa giza ni chache tu, lakini nyingi zipo. Nitazisoma kama ilivyo. Ya kwanza kabisa ni dhuluma. Sifa za ufalme wa giza, ya kwanza kabisa ni dhuluma. Ukikuta mtu anapenda kudhulumu, ujue kabisa anatawaliwa na mfalme wa giza ambaye ni Shetani mwenyewe. Ukikuta mtu muongo anapenda kudanganya, yani mchongezi, yani anapenda kushtaki wengine, yani anadanganya mpaka anaingiza na uongo mwingine ambao hata sio wenyewe, ujue anatawaliwa na Shetani hapa, na anakata misele kabisa, yuko vizuri na anaonekana kama ni malaika, lakini bado anatawaliwa na mfalme wa giza ambaye ni Shetani. Lakini ukikuta mtu anapenda uonevu, anapenda kuonea, unakuta yeye ni halali kabisa, akionea anajisikia amani na anaona raha, ujue tayari anatawaliwa na Shetani. Lakini pia ukikuta mtu anapenda vita, yani vita kwake ni amani, yani akiona vita amepiga, anaona hapa ndo ametimiza wajibu, ujue ni Shetani anatawala ndani ya maisha yake. Pia ukikuta mtu ni wa kisasi kwake ndio dawa ya kutibu moyo wake, ujue Shetani ndio yumo ndani ya maisha yake, kwa sababu kisasi Yesu Kristo anasema ni mwiko. Lakini ukikuta mtu anapenda kisasi akifanya anaona ni amani katika maisha yake, ujue Shetani ndio anatawala maisha yake. Ukikuta pia mtu amejawa kiburi ni namna gani? Kiburi ni pale anaposikia kweli lakini ameshindwa kubadilika na anapuuzia, ujue huyo Shetani ndiye anatawala katika maisha yake. Mfano mzuri, Farao yule asiyemjua Mungu kule Misri, alipigwa mapigo 9 lakini akawa na kiburi, na bado mpaka akaenda na pigo la 10 akaenda mpaka akazamisha watu kwenye bahari ya Shamu kwa sababu ya kiburi. Kiburi chote kile ni asili yake ni Ibilisi, Shetani. Kwa hiyo watu wote wale wenye viburi ujue ni Shetani. Na kuna wakati mwingine unakuta mtu ni mzuri kabisa wa Mungu, lakini unakuta Shetani anakuja anajaribu kutawala, akikuta moto mkali anaondoka. Kwa hiyo kuna watu wengine ni wazuri kutenda mema, lakini unakuta haya yote yanajitokeza kwa nafasi kidogo. Kwa hiyo unatakiwa uyashinde kwa maombi. Na kitu cha 7 ni mtu wa huzuni. Maana yake imejawa mateso. Huzuni kivipi? Yani yeye anavyopenda kulipiza kisasi, na yeye analipizwa kisasi kwa sababu ya mateso anayoyapenda kuyafanya kwa watu. Kwa hiyo ni mtu wa huzuni. Mtawala wake ni Shetani ambaye
alianzisha haya mateso alipotaka kupindua kiti cha Mungu na kadhalika. Mambo ni mengi, lakini haya machache Roho Mtakatifu anataka kuongea na wewe kupitia kinywa changu, akitukumbusha ili tujue na kujipima, ili tujue kwamba tuko upande gani. Kama ni wa shetani tupate kubadilika, kama ni wa Mungu tupate kulinda ile haki tulionayo na amani na kweli iliyopo katika utawala wa Yesu Kristo. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Kila mtu atavuna alichopanda. Wagalatia 6:7 inasema, msidanganyike, Mungu haziakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maneno haya yako katika Biblia takatifu, yanazungumza nasi. Mungu alizungumza na mitume, lakini mpaka leo anazungumza nasi katika neno hili, kwa sababu li hai mpaka leo, miaka mingi, zaidi ya miaka 2000 linaishi kwa ajili ya kutuonya sisi. Kwa hiyo ukipanda kisasi utavuna kisasi, ukipanda haki utavuna haki, ukipanda kuonea utavuna kuonewa, ukipanda dhuluma utavuna kudhulumiwa. Haya mambo unaweza usiyafahamu, lakini kwa yule ambaye anafanya haya daima amepokea kile kama jinsi neno linavyosema, ukipanda mauti utavuna mauti ya kuuawa. Maana yake nini? Ukiua kwa upanga na wewe utauliwa kwa upanga. Maana alisema Yesu Kristo kwamba, akamwambia Petro, urudishe upanga ghalani, kwa sababu yule apendaye kuua kwa upanga atauliwa na yeye kwa upanga. Hivyo basi, ukiwa hapa duniani jipime wewe uko katika ufalme gani? Wa giza, shetani, au wa nuru, Yesu? Ni nani mtawala wa maisha yako? Maana yake unatakiwa ujichunguze kupitia haya machache niliyoyasema. Kumbuka falme hizi zote mbili, hizi zote zinatangaza uzima wa milele. Zote. Unaweza ukajiuliza kwa nini? Kwa sababu gani? Ufalme wa nuru wa Yesu Kristo unahubiri uzima wa milele katika furaha. Yaani baada ya parapanda tutaishi uzima wa milele, furaha, tukimwimbia Mungu na huko tukienjoy maisha yote Mungu aliyo yakusudia katika maisha yetu. Lakini ufalme wa giza pia wa shetani unahubiri uzima wa milele katika mateso. Yaani kuzimu. Maana utakapokuwa unapenda kufanya visasi, unatuhubiri injili ya kulipiza kisasi, na wewe utakuja kulipizwa kisasi maisha yako yote milele, na mwisho wake utatupwa jehanamu, na huko utaishi milele yote bila kufa. Maisha yako yatakuwa ya umilele, mateso daima, kama jinsi ulivyopanda. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Amua leo nani utakayemtumikia. Kama ni Yesu, amua ufurahie maisha ya umilele ambayo Yesu Kristo mwenyewe alianzisha, ili upate kutawala na Yesu maisha yako yote. Lakini kama ni shetani, amua, ila usilalamike katika mateso utakayoyapokea baada ya ujira wako. Yesu anatamani kusikia sana kwa yule mtu ambaye ananifuatilia mpaka sasa hivi. Kwako yule unayenisikiliza, pengine uko tayari ndani ya Yesu au tayari ulikuwa kule kwa shetani. Anatamani kusikia sauti kinena hivi, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Yesu Kristo milele yote, maisha yangu yote. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.